Yesu Kristo mwenyewe aliyelinenea ya kwamba watu wengi sana, iwe ni Wakristo, iwe ni watu wowote, iwe ni watu ambao hawajui, wanasoma Biblia, dini nyingi, kanisa nyingi, na kila mtu yote ambaye anayo habari ya Yesu Kristo, lakini kule kuchunguza maandiko, sisi wenyewe tunatafuta njia zetu. Badala ya kumtafuta Yesu Kristo, tumegeuka tena kutafuta njia ile ambao tutafanauka ama kuwa naye ambaye itakuwa ni nzuri kwetu. Tunaanza kutafuta njia zetu, tunaanza kufuata mwenendo wetu. Ni njia gani sisi wenyewe tutafaidika katika maandiko? Ndipo sasa unakuta wengine wamejitengenezea makanisa yao ambao wanaghai watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Badala ya kuweza kusoma yale maandiko na wajue ya kwamba maandiko yanamshuhudia Mwenyezi Mungu, wanafikiria katika hali ile ambao wako nao, hali hiyo wanajiwekea ya kwamba watapata uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo ilivyokuwa, ingawa Yesu alizungumza na wale Wafarisayo, kwa maana Wafarisayo waliposikia Yesu walianza kuangalia katika vitabu vyao, wakaangalia waone kweli vitabu vyao vinaandikwa na nini, vitabu vyao vinasema kuhusu huyu Yesu ama namna gani, na wanaposoma walielewe, kwa maana wao hawana mpango, hawana Roho Mtakatifu ambaye atawaongoza awafunulie maandiko ya kwamba huyu Yesu ndiye anayenenwa hapa, ya kwamba Yesu hataki kuwastaki kwa kuwa yeye mwenyewe hakuwa anakuja kustaki mtu yeyote, bali anataka katika wanadamu wote wapate utukufu. Ndipo sasa anawaambia, mimi nilikuja katika jina la Mungu, lakini amri ya Mungu nifuati. Lakini mtu yeyote akija hapa katika jina lake, mnaanza kumfuata. Watu akija hapa anasema sasa natafanya miujiza hapa, akitoka hapa hivi kila mtu atafuata yeye, kwa maana huyo mtu anaanza kusema naweza kukuponya, naweza kukimbia hapa, viwete watakimbia pale, wale watu ambao hawana nini yote watakimbia pale, wale watakimbia pale. Lakini huko huwezi pata kitu chochote cha uzima wa milele ndani ya yale yote. Yaani sisi binadamu tuasikiza binadamu wengine, hata akikutanganya wewe unaona anakuambia ukweli. Wengine wanatanganya, kama Makenzi anatanganya watu kuja hapa, mfanye hiyo kesa. Nilisema mtu anakuja anakuambia aenda msuni huko usikule, unaenda hapo msuni, anakuja anatoa uhai wako, anachukua ile sehemu yako ya ndani, anaenda kuuza. Hivyo watu wanafuata njia yao wenyewe wakitafuta katika maandiko, na hii anapata katika maandiko. Anaambia ya kwamba Biblia inasema ya kwamba ukija umtafute yes. Ama Biblia inasema ya kwamba utakesa na kuomba. Utakapokesa na kuomba, kukesa unakuwa auli ama kunywa mpaka ukikufa basi, kwa maana ulikuwa unakesa. Sasa wewe utamuona nani? Utamuona Kristo. Kumbe ni uongo. Anataka ukufe, achukue figo yako aende kuhusia msongo. Hiyo ndio mambo Yesu anazungumzia hapa. Anasema ya kwamba mtu yeyote akija hapa mtakubali, lakini yeye anaposema katika maandiko hatuyafuati, tunafuata huyu mtu ambaye anatudanganya. Hivyo anatuelezea ya kwamba kama wewe sasa unataka kumjua Kristo, basi ombeni
maombi ambayo yanapatikana katika Roho Mtakatifu. Kwa maana anasema ya kwamba nyinyi mnafuata yale mambo ya Musa ambayo yalikuwa ni amri 10. Lakini anasema hata katika hizo amri 10 zinazungumzia juu ya mpende Mungu wako kwa moyo wako wote. Hiyo ndio amri ya kwanza. Mpende Bwana Mungu wako, ama usiwe na mungu yoyote isipokuwa mimi. Usiwe na miungu yoyote isipokuwa mimi. Usichukue sanamu kujichongea ama ufanye unaabudu. Hiyo ndio nini ya kwanza. Na katika Yohana 1:1 inasema ya kwamba inasema ya kwamba hapo mwanzoni kulikuwa na neno, na neno lilikuwa ndani ya nani? Ya Mungu. Na hilo neno lilikuja likawa hai, na huyo hai ukaishi ndani na binadamu. Katika yeye hakuna jambo lolote, katika hiyo neno hakuna jambo lolote ama kitu chochote kilichoumbwa hakuweza kuumba. Hakuna kitu chochote ambao kimeumbwa kisipokuwa yeye. Ndivyo anasema ya kwamba yeye ndiye aliyeumba vitu vyote, hata sisi wenyewe alituumba. Kwa hivyo yeye, katika amri hizo tunazofunza ama tunafunzwa, basi zinamzungumzia yeye mwenyewe. Zinamzungumzia kwa maana yeye ni Mungu, kwa maana yeye ni mwana wa Mungu, kwa maana yeye alikuja akawa ndani, anaitwa Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Huyu ambaye anakaa pamoja nasi ndiye anayetupa uzima. Lakini sisi tunaenda kando tena, hatufuati hayo, yaani hatuchunguzi vizuri hayo maandiko, hatuchunguzi vizuri hizo sheria, hatuangalii tukaona ya kwamba zinazungumza juu ya Yesu Kristo. Maandiko yote ambayo sisi tunaangalia, maandiko yote ama Biblia nzima kuanzia Mwanzo mpaka Revelation, hiyo yote inamzungumzia Yesu Kristo. Na kule sisi tuasoma Biblia lakini hatuelewi, kwa maana hatuko ndani ya Roho ambaye ataweza kutufunulia. Sasa tuachukua neno hilo kuwa letu, tuachifanyia makanisa, tuachifanyia dini zetu na mambo yetu ambayo haiwezi hata fahamu Yesu, kwa maana tunaenda kando. Hivi makanisa mengi yanafunza sisi tuwafanya hivi, sisi tuko hivi, sisi tuko vile, badala ya kufunza ya kwamba hayo maandiko yanamzungumzia Yesu Kristo. Uwe na Bwana wako Yesu Kristo au mwokozi wa maisha yako, akuokoe, ndiye atakusamea. Wengine hata wanafunza wakienda kwamba ukiangama mbele ya mchungaji utaweza kusamehewa dhambi. Hiyo haipo, bali inasema ya kwamba mtu yeyote, wala hapana jina lolote lipewa binadamu kuokolewa nalo ila jina la Yesu.